Mihimili mikuu ya dola iko mitatu. Tuna serikali, tuna serikali yenye wajibikaji, tuna mahakama isiyo na upendeleo, na bunge lenye kutunga sheria, kupitisha sera na kusimamia mambo ya serikali. Tunaposemea mahakama isiyo na upendeleo, maana yake hicho ni kitu ambacho kiko huru, na huo ndio dhana ya kifalsafa na ndio dhana ya kidunia. Sasa je, katika kwetu sisi Tanzania kumekuwa kuna mijadala na maoni mbalimbali ya wadau kuhusiana kwamba uhuru wa mahakama ni kama unaonekana unataka kulegarege. Masuala mengi ya kimahakama yamekuwa yakiingia katika mjadala, yani vitu vivyo katika proceeding, katika utaratibu wa kimahakama, lakini hapo zimekuwa zikiingia katika mijadala nyingine, yani watu wanaanza kutoa maamuzi kabla ya mahakama kufikia hitimisho. Sasa tunaona kuna hizi nyufa ambazo zinaendelea, lakini ukisikiliza maoni ya wadau wanasema kweli mahakama kwa mujibu wa katiba iko huru, lakini je, kiuhalisia ipo huru? Wanakuja na hoja kama tatu, wadau wengi sana. Wanakwambia kitu cha kwanza, je, uteuzi wa majaji na upatikanaji wa jaji mkuu hautegemei utashi wa kisiasa? Upatikanaji wa majaji, yani majaji wa mahakama kuu, sababu katiba imesema mwenye mamlaka ya kuteua na kutengua ni rais, na rais kwa mujibu wa katiba amepewa mamlaka ya kuteua hao majaji kwa kushirikiana na tume ya mahakama. Ndivyo sheria inavyoeleza. Sasa watu wanavyosemea swala la utashi wa kisiasa, watu wanarejea kwamba kwa mujibu wa sheria zetu hatuna mgombea binafsi, mgombea huru, yani private, hayupo. Mgombea yote ni sharti atokane na chama cha siasa ili aweze kuunda dola. Sasa chama cha siasa ndio kinatoa mgombea, na mgombea huyo ndio anakwenda kwa wananchi, anapitia mchakato wa demokrasia, alafu anapewa mamlaka ya rais kuvaa kofia za watu wote. Sasa kazi ya chama chochote cha siasa, moja shabaha yake ni kulinda dola na kuendelea kuilinda dola, kushika dola na kulinda dola katika chama chake. Anakwambia sasa tukiangalia kwamba je, huyu ametokana na falsafa nzima ya kisiasa, amekaa pale, huyu anateua majaji, na mahakimu nao wanaombea sana kupanda madaraja waje kuwa majaji. Je, kesi ikijakuwa kwa mahakimu huko ambaye ikiwa inahusu serikali, hivi unategemea kweli je huyu hakimu anaweza akaenda tofauti na yale matakwa ya serikali ambayo anayataka, kwa sababu anataka ka promotion kidogo? Kwa hiyo kumekuwa kuna hizi mijadala. Je, ni kwa nini mahakama kama mahakama isitengeneze mchakato wake wenyewe huru? Namna gani watampata jaji mkuu kama anapopatikana rais wa chama cha wanasheria? Ndio rais. Yaani kwamba wataalamu wakae, muona, waangalie sifa, waangalie nini, alafu sasa wao wafanye mchakato ambao uko huru, uko na wazi, namna gani watampata jaji mkuu na hao majaji wengine, yani kutengeneza utaratibu ambao ni maalum. Kwamba hiyo ndio dhana kwamba je, wakawa wanasema tuepuke na swala muhimili wa mahakama kuingilia na utashi wa kisiasa, na hususan labda baadhi ya chama kimoja kimeweza kushika dola, kwa yale wanataka wao, maana wanaitumia dola kuweza kulinda na kubaki madarakani. Kwa hiyo kumekuwa kuna mjadala wa namna hii. Lakini kitu kingine watu wanasema kwamba budget ya uendeshaji wa shughuli mbalimbali za mahakama zisitegemee serikali kuu. Budget za uendeshaji wa shughuli mbalimbali za mahakama zisitegemee serikali kuu, kwa sababu maki hapo ndo kuna check and balance. Kwa nini mahakama isiwe na utaratibu wake wa vyanzo vyake na ni zake, ili mambo yaweze kwenda, ili tuone uhuru, kwamba tuone uje nani anaweza akaingilia mtu akaye ajiamini katiba, kwa sababu inamlinda jaji, kwamba jaji anapofanya maamuzi au hakimu analindwa kwa mujibu wa katiba, kwa hata umchukie vipi wewe huna lolote la kumfanya, kwa sababu analindwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Tanzania, kwa mujibu wa dhana ya uhuru wa mahakama. Lakini kitu kingine, una mjadala wanasema baadhi ya kesi nyeti ambazo ni public interest kuendeshwa katika mwenendo usio wa kawaida. Hapa imekuwa ni malalamiko, na tusipokuwa makini, ndugu zangu waandishi wa habari, tunaweza tukapewa ubatizo kwamba tukasema ile nchi ya walalamikaji ile, kwa sababu utakuta kiongozi mkuu analalamika, viongozi wa dini wanalalamika, wanasiasa wanalalamika, na hata wananchi wanalalamika. Sasa hatutakiwi kulalamika, tunatakiwa tujenge, tuangalie changamoto ni zipi tuweze kuziondoa. Watu wamejaribu kurejea hivi karibuni, tumejaribu kufanya research sana, wanaangalia je
huu uendeshaji wa kesi, kuna mtu amepewa kesi ya uhaini ambaye ni public interest na ni kiongozi wa umma, kwa sababu maana mtu na vile vyama vya siasa sio chama cha mtu. Kwa mujibu wa sheria zetu ni chama cha umma. Sio kwamba chama cha mtu mmoja tu anaweza kakaa na nini. Kwa mujibu wa sheria jinsi ilivyo, kwamba vile ni vyama vya umma. Wanatuhumiwa viongozi wa umma kufanya vitu serious kama hivyo. Watu wanataka jamii sema hivi vitu viwe wazi, viendeshwe kwa wazi, kwa sababu kama tunasema uhaini kwa mujibu wa tafsiri ya sheria, na jambo la uhaini maana yake huyu mtu ameukosea umma. Labda anataka kufanya mapinduzi dhidi ya rais, anataka kuchochea amani kutoweka dhidi ya nchi. Je, anafanya peke yake? Mtu anataka kufanya mapinduzi, je, au kuna watu wako ndani ya mfumo wa taasisi wanashirikiana kutaka kufanya haya mambo ya uhaini, ikiwemo kwa mujibu wa tafsiri labda kutaka kumpindua rais na mamlaka yake? Je, wananchi wanataka kujua hakuna viongozi mbalimbali wa umma katika majeshi yetu na sehemu zingine ambao wanashiriki hizo mbinu? Ni kwa nini ashitakiwe peke yake? Hii sio hawa hawajakaa kikundi kweli? Kama wapo watumishi wa umma, kwa nini wasijiuzuru kwa maslahi ya umma? Kwa nini wasiweko bayana huyu mtu yuko peke yake? Sasa watu wanataka tuangalie, watu tunasema hili jambo ni vyema lingekaa wazi sasa, liingie katika mjadala wa umma, watu waangalie mahakama inaendeshaje shughuli zake, hoja zinawekwaje, defense counsel, officer of the court wanasema ili kama unavyoona baadhi ya nchi zetu vitu ambavyo ni public interest vinakuwa watu, mtu anaweza kukaa akafuatilia tu, akakaa hapa, mtu anaangalia kwenye simu, anaenda kwamba mahakama iko live. Umeona baadhi ya sehemu vitu viko live. Uhuru wa waandishi wa habari unakuepo, waandishi wa habari wanakuwa uhuru kuweza kutoa nani zao, kuweza kuripoti, kuweza kubadilisha umma. Kwa hivi ndio vitu ambavyo jamii inakuwa vina malalamiko sana katika hizi hengo. Lakini pia vile vile hengo nyingine ambayo inalalamikiwa kwamba tunakwenda katika majengo ya mahakama. Unajua kuna mahakama na jengo la mahakama. Naomba kidogo tupate tuelewane hapo. Tunaposema court au definition of court, tafsiri ya mahakama, maana yake tunasema ni judge na wale wasaidizi wake. Wengi wanazoea kama wazee wa baraza tu, wasaidizi wake wale. Hiyo ndio definition of court. Aidha hakimu na nani zake ushakaa kwamba hiyo mahakama inaanza iko huru, hiyo ndio mahakama. Tunapokwenda pale, tunakwenda katika majengo ya mahakama, tunasubiri mahakama siweze kuitwa na kuweza kuendelea. Je, tunapokwenda katika majengo ya mahakama tunaambiwa baadhi ya wananchi watatarisha amani. Hawa watawala ambao wanatawala yale maeneo, majengo, mahakama pamoja na yote yale majengo ya mahakama na utawala wake. Ndio maana tumeweka kuna jaji mkuu, kuna watendaji wa mahakama, kuna nini, wale ni watu administrative, kuna msajili sio na nini, alafu ndio kuna hao wengine majaji na nani katika mambo mengine menendo ya kimahakama. Wao wanasemaje? Mbona tumeona kwamba kuna dhana ya watu fulani kuwasemea watu wengine kwamba okay tunaweka amani. Ni kweli kwa mujibu wa sheria za nchi kwamba polisi wamepewa mamlaka makubwa kabisa. Tuna mamlaka makubwa ya kikatiba kwamba kulinda usalama wa raia na mali zao. Hao ndio mamlaka yao. Wanapotekeleza jukumu lao, sisi maana kila mtu anataka kulindwa uhuru wake. Lakini uwekwe katika jambo ambalo liko utaratibu, uratibiwe vyema. Ni kweli hakuna ubishi. Mtu unapomtumu kwa kesi ya uhaini, maana ni kweli huyo mtu anaweza kuwa sio wa kawaida. Kwa tafsiri nyingine, maana kama mtu anataka kupindua serikali, ushafahamu na hiyo vitu vingine, maana huyo sio mtu wa kawaida. Kwa lazima kweli ulinzi wake kidogo uwe imara katika sanaa ya usimamizi wa nini? Wa sheria na ulinzi wa amani. Lakini sasa je, watu wanaratibiwa vipi wasiweze kuzurika? Waandishi wa habari watakiwa watambuliwe, waingie, wapate haki ya kuweza kuripoti habari, wasibuguziwe. Uhuru wa habari duniani, sheria ziko hivyo. Wanahabari watakiwa kuwa uhuru kuzungumza na umma na jamii, kufikisha kile jamii ambacho nakitaka ikielewe. Kwa mchakato huko namna hiyo. Lakini pia ndugu zangu waandishi wa habari, nitaka nieleze jambo lingine kwamba jamii inapaswa kufahamu jambo moja. Katika dhana au sanaa ya usimamizi wa haki, usimamizi wa amani, na kuna ulinzi wa sheria, kuna vitu viwili. Katika dhana ya usimamizi wa amani hakuna ubishi. Kachero yoyote, yani detective huyo, askari kanzu, officer yoyote wa jeshi lolote, iwe polisi, iwe JWTZ, ambayo amekwenda mafunzo, unaposema nitahatarisha amani, hataki kukuruhusu hata watu watano kupiga mbele.
kwa sababu ni lazima azuie kabla jambo kutokea. Lakini sheria inakutaka kwamba akifanya tukuchukue, tukukamate, tukushtaki. Sasa huyu jambo lake la kwanza anataka kuzuia kile kitu kisitokee, kwa sababu hayo ndio mafunzo yao. Kwamba mtu unapoona na viashiria vya kuvunja amani, chukua tu haraka sana. Hiyo ndo dhana ya usimamizi wa amani, ulinzi wa amani. Yaani tahadhari kabla ya hatari. Kwa hiyo unaona kuna wengine wanaweza kukamatwa, kama unavyoona wengine wamesema wamekamatwa, wamezungushwa, lakini labda kosa limeweza kuwa limetokea labda kama hawakufunguliwa jarada la uchunguzi au kuweza kufunguliwa kesi aina yote, kwamba sasa unanikamataje na nizungushaje na niachiaje, mimi ni mhalifu au vipi? Mwingine akasema nikukamata kwa sababu ya usalama wako tu, nikulinde, tuzunguke na wewe, niangalie za intelijensia ndio zako. Mtu akasema hivyo. Na uwezo ukasema kwamba amevunja sheria. Sababu kama nimekukamata, sijakukamata, nimeanda arrest kama mtuhumiwa, nimekushikilia, nimepata taarifa za intelijensia labda kuna makundi yanataka kuzuru. Kwa hiyo tumewatishia usalama wako, tunakuacha sehemu salama, unaweza kaendelea na shughuli zako. Kwa hiyo katika dhana ya ulinzi wa amani, askari yoyote, kachero yoyote ambaye amekwenda shule, unapotoa lugha tata au akaisi na kurejesha amani, hataki kukuruhusu upige hata hatua 5. Hataki kwamba awe ameshashughulika na wewe. Yaani awe ameshakuchukua na kufungulia jarada la uchunguzi, ikiwezekana achunguze ni kwa nini unataka kufanya hivi. Hiyo ni tahadhari kabla nini ya hatari. Ingaje mfumo wa kisheria unakutaka unaponikamata mimi sasa uniambie nimekosa nini. Unaniambia unataka uhatarishi amani, unadhania katika akili yako. Lakini yule kachero naye anasema kwa mujibu wa training na vyanzo vya intelijensia nimeona hichi kitu siwezi kuruhusu utoe kisu umpige huyu. Kwamba nikuzuie bwana. Maana sio kama akifanya ndio tukamate, hapana. Kwa hiyo sasa kuna mikinzano baina ya sheria na dhana ya usimamizi wa nini? Wa amani, kulingana na mafunzo waliopewa hao wenzetu walinzi wa amani. Lakini muhimu sana, hata kama wanachukua tahadhari hizo, ni muhimu sana kutokufanya masuala ambayo yanahusu udhalilishaji na kipigo au shambulio dhidi ya wananchi. Kwa sababu mtu yoyote, haijalishi ni askari wa aina yote, unapomshambulia mtu, unapompiga mtu, wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine tu. Hiyo ndo sheria inavyotambua kwamba wewe ni mtuhumiwa na yeye ni mhalifu kama walivyokuwa wahalifu wengine, na sio jeshi limepiga, wewe ndo umempiga. Tulikuwa tudili na wewe kwa nafasi yako. Lakini sasa changamoto iliyopo, ndugu zangu waandishi wa habari, ofisa wa jeshi labda anataka kushambulia, mimi nataka nimshtaki kwa majina yako, si ndio? Mamlaka aliyopewa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au kupitia tusema DPP na watu wake ni makubwa sana. Anaweza akaleta notice to intervene, yani akasema ile jambo hili naingilia kwa maslahi ya umma, kwa sababu huyu alikuwa akitekeleza wajibu wake. Lakini najiuliza, wewe ukiniambia unatekeleza duty, wajibu, duty inaruhusu kunipiga mimi wewe? Duty inaruhusu kunidhalilisha mimi? Duty inaruhusu kama unaniteka nyara? Hii ni duty kweli? Lakini sasa ni kwa sababu ndio masuala ya kisheria, na kwambia ataweza wajibu wake, naomba mimi kama mwanasheria mkuu wa serikali niwe sehemu ya mashtaka hayo, na kama nahusu jinai, kwa sababu jinai yeye ndo anaiendesha, naifuta, naomba mahakama iweze kuiondoa. Kwa hiyo kumekuwa kuna vitu vya namna hiyo. Sasa nini kifanyike? Tuiombe serikali, kuna baadhi ya vitu ni lazima tujaribu kupitia, ni muhimu sana. Kitu cha kwanza, tunavyosema kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria, no one above the law, iko hivyo. Lakini katika utekelezaji wake hili lina changamoto. Nasema hivyo kwa hoja ipi ya kimantiki? Mimi naweza nikaishtaki leo serikali. Serikali inaniambia ili uweze kunishtaki nipe notice ya siku 90 kama katika masuala ya madai. Sawa, labda alikuwa na hekima yake, labda umetaka kuigusa labda manispaa au nini, ili na wao review, je, jambo hili tuna haja kwenda kupoteza rasilimali za umma, au sisi kama wanasheria au kama wanasheria serikali wanaweza wakashauri kwa nini jambo hili msikae mezani kuweza kumpa huyu mtu haki yake. Hekima yake inaweza kuwa ni hiyo. Lakini changamoto ambayo inakuja, mimi nimekwenda mahakamani, nimeshinda kesi. Serikali labda haijamlipa mteja au haijanilipa mimi. Nataka nifanye kukazia hukumu. Sheria inakataza kukamata hata magari ya serikali, majengo ya serikali, kila kitu cha serikali. Lakini ingekuwa nimeshtakiana mimi na wewe katika kufanya execution, ukamataji nimeshinda kesi yangu,
Utaki kunipa haki yangu kwa mujibu wa sheria, maana yake nina mamlaka kukamata mali zako. Sheria inaniambia nikikosa mali zako inabidi nikukamate wewe as a civil prisoner, kama mhalifu wa makosa ya kiraia, kwamba huyu mtu aende jela, niko lazima nimlipie chakula, magereza aniletee bili mpaka pale atakaponipa nini? Haki yangu. Lakini haki hiyo kwa serikali, huwezi kukamata akaunti ya serikali, huwezi kukamata mali yote ya serikali. Sasa serikali nasema wewe kama haki yako imekiukwa, nenda mahakamani. Lakini nenda mahakamani, nikishinda nitakufanya nini? Hii ndo question mark. Nikishinda nitapataje hii right yangu? Utaniambia basi unatudai, subiri budget. Lini? Subiri, na utaniambia tu Waislamu anakuambia na lama subirina. Wahenga anakuambia kila mwenye kusubira yavuta heri. Nikashangaa mauti yangu nafikia na mtu haki yake aipate angali hai, sio mpaka uje umwape haki walisi wake. Hiki kitu kidogo inakuwa inasumbua. Sasa hili pia ni jambo ambalo inaondoa dhana ya kifalsafa kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Mimi mali zangu nakamata, serikali ukinidai mimi na kama una maamuzi ya mahakama ni vurugu mechi. Ila mimi nikishinda mahakamani naambiwa siruhusu kukamata mali za serikali, kumkamata mtu yoyote. Hizo ndo sheria jinsi zilivyo. Je, hii dhana hakuna aliye juu ya sheria iko sawa sawa? Hii dhana ya kifalsafa, no one above the law, kwa muktadha huo, je, iko sawa sawa? Au kwamba watu taasisi fulani wanaweza kufanya jambo lolote, hata wakapeleka koti, mahakama itaishia kutoa tu uamuzi, itasema na sheria imesema hivi, basi wewe subiri, lakini haki yako imetambuliwa kwenye document, kuna muhuri wa hakimu au wa judge na saini yake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo lazima tutazame, je, namna gani tunatoka kuanzia hapa, kwamba ni vyema sheria zinazotungwa zizingatie usawa ili tuweze kuepuka hizi zana za upendeleo. Yaani watu wote wawe sawa mbele ya sheria.